Kamanda wa makao makuu ya Ghantem Al-Abia nchini Iran amesema kuwa operesheni za kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Marekani zimeanzisha kanuni mpya uwanja wa mapambano, akionya kuwa kwa kila raia wa Iran atakayeuawa katika mashambulizi ya Marekani, mwanajeshi mmoja wa Marekani atalengwa na kuuawa. Wakati Iran ikiendelea na mashambulizi yake ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi na mali za kijeshi za Marekani katika eneo la Asia Magharibi, Meja Jenerali Ali Abdullahi alisema kuwa kuanzia sasa kutakuwa na kanuni mpya na rasmi ya vita, kanuni ambayo hapo awali tulithibitisha uwezo wake wa kiutendaji mbele ya adui, na kuanzia wakati huu imekuwa ndio sheria rasmi inayotawala uwanja wa vita. Kwa kila raia mwenye heshima ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran atakayeuawa shahidi, mwanajeshi mmoja wa Marekani atapelekwa Jehanamu, alisema kamanda huyo katika ujumbe wake. Aliendelea kwa kuonya Marekani akisema kuwa tumeandalia tiketi za bure za safari ya kwenda Jehanamu bila kurejea. Onyo hilo lilitokea wakati jeshi la Marekani likiendelea na mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran usiku wa 13 mfululizo, yakidaiwa kulenga maeneo ya kiraia, jambo ambalo Iran inalieleza kuwa ni uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa Iran, vikosi vya ulinzi wa nchi hiyo vimeanzisha mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo muhimu ya Marekani katika eneo la Asia Magharibi. Iran pia inasema kuwa Marekani na Israel zilianzisha vita dhidi yake tarehe 28 Februari, na inadai kuwa baada ya siku 40 za mapigano mnamo Aprili 8, pande hizo zililazimika kukubali usitishaji wa mapigano kutokana na upinzani mkali wa Iran na operesheni zake za kijeshi. Aidha, Iran ilisema kuwa tarehe 17 Juni Tehran na Washington zilitia saini hati ya makubaliano MOU iliyosimamiwa na Pakistan kwa lengo la kusitisha mapigano na kuandaa mazungumzo zaidi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Iran, Marekani ilikiuka vipengele vyote vya makubaliano hayo, jambo lililoifanya Tehran kujibu kwa hatua za kijeshi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran RGC limesema vikosi vyake vimeshambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait, Bahrain, vikidai kuharibu maghala matatu ya kuhifadhi silaha na vifaa katika kambi ya Marekani iliyopo Dain nchini Kuwait. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, RGC ilisema operesheni hiyo ilikuwa ni sehemu ya wimbi la 27 la Operation Nasr 2 na kwamba mashambulizi hayo yalisababisha moto mkubwa ulioteketeza maghala hayo. Taarifa hiyo pia ilidai kuwa kwa wakati mmoja vikosi vya Iran vilishambulia mnara wa uangalizi wa makao makuu ya kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani nchini Bahrain na kusababisha uharibifu mkubwa. RGC ilisisitiza kuwa operesheni zake za kuadhibu wanajeshi wa Marekani zitaendelea na mashambulizi hayo yalifanyika huko Marekani ikiendelea na mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran kwa usiku wa 13 mfululizo. Katika taarifa nyingine, RGC imesema imeharibu ghala kubwa la silaha za Marekani pamoja na majengo kadhaa malazi katika kambi ya anga ya Al Salim nchini Kuwait, na kwa mujibu wa taarifa hiyo vikosi vya Iran vilitumia ndege zisizo na rubani drones za kisasa zenye uwezo mkubwa wa kushambulia na kulenga ghala kubwa la silaha ambapo milipuko kadhaa ilitokea na kuharibu kabisa eneo hilo. RGC iliongeza kwa majengo 6 makubwa ya malazi yaliharibiwa kabisa huku majengo mengine 3 yakipata uharibifu mkubwa, na jeshi hilo pia lilidai kuwa operesheni hiyo ilisababisha wanajeshi kadhaa wa Marekani kuuawa pamoja na kujeruhiwa. RGC ilisema shambulizi hayo yalikuwa sehemu ya wimbi la 27 la Operation Nasr 2, ikielekezwa kwa ni jibu la kile ilichokiita uhalifu wa Marekani dhidi ya Iran. Na kwa mujibu wa taarifa ya Marekani imepoteza mamia ya wanajeshi na maelfu mengine na wengine wamejeruhiwa katika miezi 5 ya vita dhidi ya Iran, na pia ilidai kuwa ndege za matibabu zimekuwa zikisafirisha kila siku wanajeshi waliojeruhiwa kwenye hospitali ya Marekani nchini Ujerumani, jambo ambalo Iran alitaja kuwa ni ushahidi wa idadi kubwa ya wanajeshi walioshambuliwa huko katika Mashariki ya Kati. RGC ilishutumu serikali ya Marekani kwa kupotosha umma kwa kudai kuwa chini ya wanajeshi 20 pekee ndio wameuawa, na mwisho jeshi hilo lilitaka vyombo vya habari vya Marekani kufanya uchunguzi huru kuhusu idadi halisi ya waliouawa na kujeruhiwa, hasara za kijeshi pamoja na gharama za kifedha za vita hivyo, na kufichua kile alichokiita udhibiti wa taarifa unaofanywa na serikali ya Marekani inaongozwa na Donald Trump.